Janeti alikuwa amekaa kimya nje ya ofisi ya usajili akiwa na barua yake mkononi. Mikono yake ilikuwa inatetemeka, macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Discontinued. Alirudia neno hilo kimoyomoyo. Haiwezekani, haiwezekani. Mimi nimefukuzwa chuo. Lakini ukweli ulikuwa mbele yake. Alikuwa amefukuzwa rasmi. Hakujua pa kuanzia, hakujua hata ataeleza nini kwa wazazi wake kule Mwanza. Usiku huo hakurudi hostel. Alijua kama akirudi ataanguka kabisa kisaikolojia. Alichukua begi lake dogo tu na kutoka kimya kimya. Aliamua kwenda kwa rafiki yake wa mtaani, Neema, aliyekuwa akiishi Mwenge. Alipofika aligonga mlango kwa polepole. Ni nani? Neema aliuliza. Ni mimi Janeti. Mlango ulipofunguliwa, macho ya Neema yakapanuka. Janeti, usiku huu? Janeti hakusema kitu. Alianguka na kumkumbatia rafiki yake, akilia kwa sauti ya chini. Nimefukuzwa chuo Neema. Neema alishtuka. Kwa nini? Nini kimetokea? Janeti akatikisa kichwa. Sitaki hata kukumbuka. Usiku huo hakulala. Alikuwa amepoteza kila kitu alichoamini, lakini maisha yaliendelea. Wiki mbili zilizofuata zilikuwa ngumu sana kwa Janeti. Janeti alianza kutafuta kazi kila mahali, migahawa, hotel, ofisi ndogo ndogo, hadi kwenye shule za chekechea. Alitembea sana hadi miguu ikaanza kuuma, lakini hakukata tamaa. Siku moja bahati ikamchekea. Akapata kazi ya kudumu kwenye hoteli kubwa jijini Dar es Salaam kama mhudumu wa mapokezi. Baada ya Janeti kuwa na siku ndefu iliyojaa uchovu, alirudi mapema kwenye chumba alichokuwa akiishi na rafiki yake Neema. Alipofika mlangoni, alisikia sauti ya Neema ikiongea kwa simu huku akicheka. Janeti hakutaka kuingilia mazungumzo, hivyo alisimama kwa muda nje ya mlango, lakini maneno aliyoyasikia yalifanya moyo wake usimame kwa sekunde chache. Janeti amefukuzwa chuo. Neema aliendelea kucheka. Niko naye hapa geto, hana hela, hana pa kwenda. Janeti alishtuka. Akabaki amesimama kimya. Neema hakuacha kuzungumza. Alafu unajua nini? Nimemsikia akiongea na baba yake. Anamwambia bado yupo chuoni. Alicheka tena. Anadanganya wazazi wake kabisa. Macho ya Janeti yakaanza kujaa machozi. Hakutegemea kusikia maneno hayo kutoka kwa mtu aliyempa hifadhi, kutoka kwa mtu aliyemwita rafiki. Neema akaendelea. Baba yake anadhani binti yake anaendelea na masomo. Hajui hata kuwa amefukuzwa. Janeti alihisi kama dunia inamzunguka. Kila neno lilikuwa kama kisu kinachochoma moyo wake. Pole pole alisogea mbali na mlango ili asisikike. Machozi yakaanza kumtiririka mashavuni. Alishikwa na huzuni huku akijisemea mwenyewe. Kwa hiyo, hivi ndivyo anavyoniona, alijiuliza. Nilimwamini, nilimchukulia kama dada yangu. Baada ya dakika chache, Neema alimaliza simu na kutoka nje. Alimkuta Janeti amekaa pembeni akiwa analia. Janeti, mbona unalia rafiki yangu? Janeti alimwangalia machoni kwa mara ya kwanza, hakujua aseme nini. Sauti yake ilitetemeka. Nimesikia kila kitu Neema. Uso wa Neema ukabadilika ghafla. Nimesikia ulivyokuwa ukinicheka. Nimesikia ulivyokuwa ukizungumza kuhusu maisha yangu. Nimesikia ulivyokuwa ukizungumza kuhusu wazazi wangu. Kimya kizito kilitawala ndani ya chumba. Janeti aliendelea kulia. Maumivu aliyoyapata siku hiyo yalikuwa makubwa kuliko hata alipofukuzwa chuo, kwa sababu aligundua jambo moja chungu sana. Si kila anayekukaribisha nyumbani kwake ni rafiki yako wa kweli. Siku iliyofuata baada ya muda wa kazi, Janeti aliomba ruhusa kwa bosi wake, akaenda kutafuta chumba cha kuishi. Alifanikiwa kukipata chumba kimoja, hivyo jioni yake alibeba kila kitu chake na kuondoka kwenda kupanga. Kabla hajaondoka, alimwambia Neema, asante kwa kunihifadhi. Baada ya hapo, alichukua bajaji na kuelekea kwenye chumba chake. Angalau unaweza kuanza upya. Lakini hakujua maisha mapya yalikuwa na mitihani mkubwa zaidi. Miezi kadhaa baadaye, Janeti alianza kujisikia tofauti. Kichefuchefu, uchovu sio kwa kawaida, kizunguzungu. Alipoenda hospitali kupima, daktari alimwangalia kwa utulivu na kusema, Janeti, una ujauzito.
Kimya kilitawala. Ujauzito? Janet alirudia ndiyo. Moyo wake ulianza kwenda mbio, lakini tatizo kubwa halikuwa mimba. Tatizo kubwa ni hili. Hakujua baba wa mtoto ni nani. Alikumbuka maisha yake ya chuoni, uhusiano wa hapa na pale, makosa, siri. Ni nani baba wa mtoto huyu? Alijiuliza akiwa analia. Hakupata jibu. Akaamua kubeba siri hiyo peke yake. Janet aliendelea na kazi akiwa mjamzito bila watu wengi kujua. Alijaribu kuficha hali yake, lakini mwili haukuficha siri kwa muda mrefu. Uchovu uliongezeka. Mara nyingi alikuwa akisinzia kazini. Siku moja akiwa kwenye reception, macho yake yalifumba bila kutarajia. Janet, sauti kali ilimwamsha ghafla. Mbele yake alisimama meneja wa hoteli, Fred. Unafanya nini? Unalala kazini? Janet alishtuka. Samahani bosi, nimechoka tu. Fred alimtazama kwa makini. Njoo ofisini kwangu sasa hivi. Moyo wa Janet ulianza kupiga kwa nguvu. Alihisi amefukuzwa kazi, lakini alikwenda. Fred alimwangalia Janet kwa muda akiwa ofisini. Niambie ukweli, tatizo ni nini? Hamna bosi, niko sawa, usinidanganye. Janet akanyamaza. Baada ya muda akasema kwa sauti ya chini, nimechoka tu. Fred akatikisa kichwa. Jirekebishe Janet, sitaki kuona hii tena. Sawa bosi. Siku hiyo jioni, Fred alimuita tena. Janet, unaweza kukubali dina na mimi leo? Janet alisita lakini alikubali. Wakiwa dina, mgahawa wa kifahari Dar es Salaam. Janet alikuwa hajawahi kufika sehemu kama ile. Walizungumza kuhusu maisha, kuhusu maumivu, kuhusu ndoto. Fred alianza kuvutiwa naye zaidi na zaidi. Mwisho wa usiku, alimwangalia machoni, kisha akasema, Janet, nakupenda. Kimya kilitawala. Janet alihisi mchanganyiko wa huzuni na furaha. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi anathaminiwa. Pole pole akasema, nami nakupenda Fred. Usiku huo walikamilisha uhusiano wao. Kuanzia siku hiyo Fred alibadilisha maisha ya Janet. Kodi, chakula, mavazi, kila kitu. Alimpatia apartment nzuri sana. Janet akarudi kwenye maisha ya starehe. Lakini hakujua Fred alikuwa na familia, mke na watoto 3. Mke wake alikuwa mwalimu. Fred aliishi maisha mawili. Mchana mume wa familia, usiku mpenzi wa Janet. Siku moja Fred alikuwa nyumbani kwake. Alikuwa akioga. Simu yake ikaingia message. Mke wake akiwa sebuleni akaiona. Jina la mtumaji halikuwa limehifadhiwa. Alifungua. Ujumbe ulisema, nimeshindwa kulala, nimekumisi sana. Mikono ya mke wa Fred ikaanza kutetemeka. Aliusoma tena na tena na tena. Machozi yakaanza kumtoka. Ni nani huyu? Alijiuliza. Ndani ya nyumba ile tulivu, dhoruba kubwa ilikuwa inaanza. Je, mke wa Fred atagundua ukweli wote? Na nini kitatokea kwa Janet akiwa bado anaficha siri ya maisha yake? Usikose sehemu ya 3. Asante kwa wewe ulio subscribe, ulio like, ulio comment. Popote ulipo, Mwenyezi Mungu akubariki. Endelea kunisapoti na nikutakie siku njema. Kwaheri.